Vikosi vya usalama viliwashambulia na kuwaua watu wasiokuwa na silaha. Lakini tuanze tangu mwanzo. Maandamano ya siku ya uchaguzi yalizuka Dar es Salaam na baadaye yakaenea hadi miji mingine kama vile Arusha, Dodoma na Mwanza. Wakati huo kulikuwa na Watanzania waliokuwa hawakuridhika na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, kukandamizwa kwa upinzani na matendo ya kikatili dhidi ya raia. Vikosi vya usalama vilionekana mahala kadhaa na vurugu zilianza kwa haraka katika maandamano ya mitaani na maeneo mengine kote nchini. Mabasi na vituo vya mafuta vilichomwa moto na kiwanda hiki cha magodoro kilivamiwa. Serikali ilitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni na kuzima mtandao wa interneti, hatua iliyoitenga Tanzania na ulimwengu wote. Lakini hilo lilichelewesha tu kuenea kwa taarifa. Katika wiki zilizofuata baada ya uchaguzi, tuliweza kufuatilia ushahidi kuhusu matukio mawili mahsusi ya vurugu huko Mwanza, jiji la pili kwa ukubwa nchini Tanzania. Mashahidi na manusura wametuambia kwamba polisi waliwaua watu wengi kwa risasi katika maandamano na wengine katika nyumba zao. Serikali ya Tanzania bado inaendelea kuchunguza. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba angalau watu 700 waliuawa, huku upinzani ukisema idadi hiyo ni karibu 2000. DW haiwezi kuthibitisha idadi kamili ya vifo, lakini inaweza kuthibitisha kwamba polisi walifuata na kuwaua raia ambao hawakuhusika katika maandamano. Hilo linapingana na kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe. Tuyaangalie kwa undani matukio haya mawili makubwa jijini Mwanza. Manusura na mashuhuda walikubali tu kuzungumza na DW kwa sharti la kutotajwa majina. Wanasema kwamba polisi wanajaribu kunyamazisha na kuharibu shahidi. Kwa hivyo, tumebadilisha majina yao kwa usalama wao. Tuligundua kwamba polisi waliwaua watu 4 katika tukio moja huko Kisesa yapata saa 1 usiku wa Oktoba 29. Vikosi vya usalama vilijazana eneo hilo kufuatia maandamano ya siku hiyo. Barabara kati ya Kisesa na Mji Mwema, kitongoji cha Mwanza kilicho umbali wa kilomita 14 hivi, ilikuwa njia ya kifo mnamo Oktoba 29 hadi 30. Akida aliuawa hapa Kisesa. Akida alikuwa amekaa nyuma ya nyumba yake na vijana wengine wawili walikuwa wakila chipsi. Kisha polisi wakaja na kuambia wakae mstari mmoja. Kulikuwa na saluni karibu na kulikuwa na mtu aliyekuwa amemaliza zamu yake hapo. Polisi wakamuamuru naye ajiunge na wale wengine ambao tayari walikuwa wamepangwa mstarini. Kisha polisi waliwaamuru wote walale chini, walilala. Yule mtu wa saluni alijaribu kukimbia na polisi wakampiga risasi mgongoni, wakampiga tena kifuani, kisha wakampiga kichwani. Wale waliokuwa wameamuriwa walale chini nao wote walipigwa risasi na kufa. Wahanga wa mauaji haya walikuwa Akida mwenye umri wa miaka 31, Chacha kijana kutoka saluni mwenye umri wa miaka 40, Hamu mwenye umri wa miaka 31 na Zuberi mwenye umri wa miaka 24. Mama yake Akida na wengine wawili walishuhudia mauaji hayo ya halaiki. Nilikimbilia barabarani na kukuta miili ya watu 4 imelala chini. Nikamuinua mwanangu. Mwili wake ulikuwa baridi, lakini miguu yake bado ilikuwa na joto kidogo. Kwa hivyo nilidhani bado yuko hai. Nikakimbia kurudi nyumbani kuchukua gari, nikarudi haraka kwenye eneo la tukio. Lakini nikakuta kuwa mwanangu alikuwa tayari ameshakata roho. Mashahidi wanasema ufyatuaji risasi wa hapa na pale usiku kucha ulifanya iwe vigumu kwa familia za waathiriwa kukusanya miili ya marehemu. Kulikuwa na maiti nyingi mitaani na hakukuwa na mtu wa kuzikusanya. Hata kama angekuwa rafiki yako, baada ya kupigwa risasi ilibidi ukimbie tu, usingethubutu kurudi kuchukua mwili wake. Hatukuweza hata kuziweka maiti kando. Kwa hivyo kuhusu maiti hizo, ni wanajeshi ndio waliokuwa kizikusanya. Walikuwa na malori maalum ya kubebea maiti hizo. Tukio la pili jijini Mwanza linaonyesha kwamba vikosi vya usalama havikuwapiga risasi watu wa kawaida mitaani tu.
DW iligundua kuwa watu kadhaa walipigwa risasi kwenye ukumbi wa video maarufu kama Kibanda Umiza huko Mji Mwema kati ya saa 1 na 2 usiku mnamo Oktoba 30. Imani aliyenusurika alikuwa ameketi hapo na wenzake 14 waliposikia ufyatuaji risasi wa hapa na pale. Tulikuwa ndani ya Kibanda Umiza tukitizama habari. Ghafla tulisikia risasi zikifyatuliwa nje. Baadhi yetu tulikuwa tumejificha chini ya mabenchi. Tulipolala nilisikia risasi zikifyatuliwa tena. Nilihisi kama zilikuwa zikipigwa hewani, lakini kwa kweli zilikuwa zikifyatuliwa kwetu. Tukio zima lilichukua chini ya dakika 1 kisha wakaondoka. Nilihisi umoto kwenye shavu langu na nilipojigusa kwa vidole vyangu nilihisi nilikuwa nikigusa meno yangu. Nilikuwa nimepigwa risasi. Niliona watu wakitapatapa pale chini na damu zilikuwa zikiwatoka. Nikasimama na kukimbia. Nilijificha kwa muda mahali kisha nikaenda nyumbani. Imani alihangaikia matibabu hospitalini na hadi sasa ana wasiwasi kuhusu usalama wake. Hii ndio hali baada ya tukio hilo. Mashahidi wanasema mili kadhaa ililala ndani na karibu na ukumbi wa video ama Kibanda Umiza hiki. Neema aliwapoteza watu wake 2 katika tukio hilo, mwanawe Simba na mdogo wake Hamisi. Nilitoka nje kumsaidia mtu ambaye alikuwa amepigwa risasi mgongoni na kwenye paja. Alikuwa amefanikiwa kutambaa hadi mlangoni kwetu. Alinusurika. Tulipokuwa tukimsaidia, kijana mmoja alikuja akipiga kelele, "Mama Simba, njoo uone, mjomba Hamisi na Jabali wameuawa." Nilipiga makelele na kujaribu kuvuka barabara na kundi la watu, akiwemo kaka yake Jabali, lakini risasi zilikuwa zinaendelea kurindima. Tulilazimika kurudi. Kisha akaja kijana mwingine na kuniambia Simba ameuawa. Usi na manusura mwingine alikuwa na Simba ufyatuaji risasi ulipoanza. Nilimwambia Simba, tunahitaji kukimbia, lakini alikataa. Alisema hatujafanya kosa lolote, tutulie tu. Ingawa moyo wangu ukiniambia vingine, nilikaa kwa muda. Kisha risasi zaidi zilipigwa. Nilimsihi tena, "Kaka, watu hawa watatuua, tukimbie." Lakini alibakia kama kwamba roho yake ilikuwa ikimwambia baki hapo. Niliona njia pekee ya kutoka ilikuwa ni kuchomoka moja kwa moja kuwapita wale askari. Nikakimbia. Nilidhani Simba alikuwa nyuma yangu, lakini nilipofika nyumbani kwa mama yake na kugeuka, hakuwepo. Nilitaka kurudi kwenye eneo la tukio, lakini nilisikia mlipuko mkubwa kama bomu. Dakika chache baadaye, simu yangu ilianza kuita ikisema marafiki zetu wameuawa huko Mji Mwema. Simba alikuwa mmoja wao. Kulingana na simulizi za mashahidi na data za eneo la kijiografia zilizokusanywa na DW, wauaji walikifikia kibanda cha video wakitokea upande wa kusini. Kwanza walishambulia watu karibu na kanisa la Tag Nyasaka. Kisha wakaenda umbali wa dakika 1 hadi kwenye eneo jengo hili lenye umbo la L ambalo lilikuwa karibu na kibanda hicho cha video ama Kibanda Umiza. DW imepata risasi kadhaa kutoka kwenye matukio hayo mawili. Kulingana na mtaalamu wa silaha Byron Adera, risasi kama hizo kwa kawaida hutumika na bunduki za AK-47. Judging by the morphology of the bullets that is shared in various people's hands are consistent with what you can almost certainly say 7.62 by 39 millimeters. They are ammunition that are widely used by small arms and light weapons of the nature of, say, AK-47. Variants. So in Tanzania, the small arms and light weapons are the type of AK-47, which happen to the first line. Majority of the first line weapon systems in the hands of the Tanzanian police and of course the defense forces are, AK-47 variants. Lakini swali ni kwamba, je, wauaji walikuwa akina nani? Huko Kisesa, mashahidi wanasema walikuwa polisi wa kawaida wakiwa wamevalia sare. Huko Mji Mwema, wauaji wanatajwa kuwa watu waliovalia mavazi meusi na wengine nguo za kawaida za kiraia, lakini wote walikuwa na silaha. Pia tuligundua kwamba baada ya mauaji huko Kisesa na Mji Mwema, wanajeshi walifika kukusanya miili hiyo na kuipeleka katika hospitali ya Sekou Toure na kituo cha matibabu cha Bugando. Mama yake Akida alienda katika Bugando kusaka mwili wake siku moja tu baada ya kuuawa kwake, lakini hawakuupata mwili hadi siku kadhaa baadaye. Kulikuwa na miili mingi iliyorundikana kila mahala.
Walifanikiwa kumpata na kutuambia tulipe shilingi 300,000. Hiyo ilikuwa Jumamosi tulipouona mwili kwa mara ya kwanza, lakini siku hiyo ilipita na Jumapili na Jumatatu na Jumanne. Ilikuwa hadi Jumatano wakati mdogo wangu alipopokea simu kutoka kwa afisa wa polisi wa wilaya ambaye alimwambia kwamba sasa tunaweza kuuchukua mwili kwa mazishi. Tuliuchukua mwili kwa ajili ya ibada fupi nyumbani na nyingine kanisani na tukaenda Bujore kumzika. Kulingana na ripoti ya ndani ya polisi mkoani Mwanza ambayo ilivujishwa kwa DW, kulikuwa na raia 68 waliopoteza maisha. Polisi waliotambua watu 58 kwa majina. Baadhi yao walipigwa risasi katika matukio tuliyoyachunguza. Ripoti hiyo haitaji chochote kuhusu matumizi mabaya ya nguvu za jeshi la polisi, lakini inadai kwamba kulikuwa na matukio ya vurugu na ghasia. DW iliwapigia simu polisi wa Mwanza mara kadhaa na kuiomba serikali ya Tanzania kutoa tamko lao kuhusu matukio hayo mawili jijini Mwanza. Tulimwandikia msemaji wa serikali, lakini hakukuwa na majibu. Je, bado nakumbuka kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan? Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Uchunguzi wa DW umegundua kuwa nguvu kupita kiasi ilitumika dhidi ya raia wasio na hatia na kwamba serikali inaweza kuwa na masuala mengi zaidi ya kujibu. Mamia ya watu bado hawajulikani walipo baada ya ukandamizaji mkali wa wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025. Sasa utakuwa na muongoza nani? Usipokuwa na kauli nzuri utakuwa na muongoza nani katika nchi yetu? Maana tunapaswa kuwa na haki katika nchi yetu. Ni kweli kabisa tunakuwa tunasisitizwa sana kuwa na amani, lakini hivyo tunashindwa kuelewa kwamba ukitenda haki automatically amani inakuwepo. Na hata wanaosema kwamba tumepewa pesa kwa ajili ya kuzungumza, sio kweli. Mie mtu hawezi kunipa pesa, kwanza mtu hawezi kunihonga hela nikaisaliti nchi yangu. Haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi yetu, automatically ndicho kinacholeta ukosefu wa amani katika nchi yetu. Lakini kama tunatendewa haki, automatically amani inakuwepo tu. Sio ya kusema muwe na amani. Hakikisheni kwamba mnasimama katika amani. Amani haiwezi kaja kama hakuna haki. Lakini kama tukitendewa haki, hata mtu akija kutushawishi kwamba vunjeni amani, hatuwezi kukubali. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi miaka hadi miaka, kuna siku tu amani itakosekana tu, lazima. Kwa hiyo tusizungumzie jambo moja tu badala ya kuangalia kinachosababisha ni nini. Kwa hiyo tukitendewa haki, tukipata haki katika nchi yetu, amani inakuja yenyewe bila kuambiwa na mtu kwamba muwe na amani. Tutakuwa na amani. Hata mtu akija kutushawishi hatutakubali. Kwa nini tukubali kuvunja amani katika nchi yetu? Hatuwezi. Lakini amani inavunjika pale ambapo haki inakosekana kwa kipindi kirefu. Watu wakitaka kudai haki, unakuta kwamba haki inakosekana, basi nafika mahali wanachoka na uvunjifu wa amani unajitokeza. Kwa hiyo mimi nasema hakuna mtu anayeweza kutugiribu. Kwa miaka yote hiyo, kweli miaka 60 tumekaa katika haki. Sio kwamba hakukuwa na matatizo. Tulikuwa na matatizo mbalimbali, lakini yalikuwa yanatatulika. Mengine unaona kabisa hayatatuliki, lakini unakuta kwamba hata zile kauli au lugha kutoka kwa wakubwa wetu zinakuwa ni lugha za kuridhisha. Sio lugha za kukebehi, lugha za kutufanya kama sisi ni takataka. Mimi nakumbuka, unajua tusiwe tunasahau.
tusiwe tunasahau kuna kipindi wakati tunanungunika kwamba hizi tozo zimezidi kwenye miamala, mara tutozwe kwenye miamala, mara tutozwe hiki, mara tutozwe hiki. Tuliambiwa kama hatutaki twende Burundi, tuondoke tuhamie Burundi. Ile kauli haikuwa nzuri. Viongozi wetu muangalie sana kauli mnazokuwa mnatusemesha. Sisi sio takataka. Kila mtu anao uwezo wa kusema. Lakini unaposema kauli nzuri inapoza mambo. Unapoleta kauli mbaya inatibua. Kauli mbaya huwa inatibua. Tuhamie Burundi. Sisi Mungu alitumba tukiwa wa Tanzania, tukuumbwa ili tuende Burundi. Kwa hiyo kama mambo yanafanyika katika nchi yetu na tunapokuwa tunazungumza, ni kama mkuu wa mkoa alivyowahi kusema juu ya mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito na hana pesa. Akaambia kama huna pesa na nenda kamwambie mmeo anunue mkasi akuzalishe. Sasa kauli gani hizi? Kwani kodi hazitoshi? Mimi nakumbuka, mimi mtu anaweza, wengi wanafikiri mimi niko Chadema. Mimi siko Chadema na sina chama wala siko CCM. Mimi nilikuwa na kadi ya 5 na CCM ilivyoanza mwaka 1977 nikarudisha kadi ya 5. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Wakati huo ilikuwa ni kipindi cha Nyerere, alikuwa ndio rais. Sikujiunga na CCM mpaka leo, sina kadi ya chama kiwacho chochote. Na mimi kama mimi huwa sioni kwamba chama ni tatizo. Kwa sababu chama ni kama kigoda tumekiweka hapo. Kina makosa gani? Hakina makosa. Tunaochafua chama ni sisi wanadamu au sisi wanachama. Ndio tunachafua chama. Utakuta mara vijembe, mara hivi. Sisi ndio tunaharibu vyama. Kwa hiyo mimi sioni kama chama chochote kina matatizo. Ila sisi wanachama ndio tunaoleta kauli mbaya, tunaoleta uchochezi, tunaofanya chama kichukiwe. Nakumbuka kipindi cha Kikwete, kama sio Magufuli kukiokoa Chama cha Mapinduzi, chama kilikuwa kinaenda kufia mikononi mwa Kikwete. Hakuna mtu aliyekuwa anataka chama, hata mimi mwenyewe nilikuwa sikitaki. Na hata watu walikuwa kivaa nguo za kijani wanapigwa mitaani. Lakini Magufuli alivyokuja, alihakikisha kwamba anarekebisha. Kwanza alikuwa ni mnyenyekevu, kauli zilikuwa nzuri. Sasa unapomsemesha mtu kwa kauli nzuri, anakuwa anakuelewa. Yeyote atakayetusemesha kwa kauli nzuri, sisi tutaelewa tu. Sisi Watanzania ni wapole na ni waelewa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kama viongozi wetu watajua namna ya kuongea na wananchi wao. Sio kuleta kauli kama vile sisi ni takataka. Sisi sio takataka bwana. Sisi ni wanadamu kama nyinyi tu. Kuwa kiongozi haina maana kwamba wewe uko juu sana kuliko watu wengine. Hapana. Sasa utakuwa unamuongoza nani? Usipokuwa na kauli nzuri utakuwa unamuongoza nani? Au ukimwona kila mtu hafai, sasa utamuongoza nani? Umekuwa kiongozi kwa sababu unao watu unaowaongoza. Na sisi sana sana tunataka haki. Tunataka haki katika nchi yetu. Mimi huwa natamani sana kiongozi wangu aheshimiwe. Huwa natamani sana. Lakini nafikiri mnapokuwa katika hali za kupata uongozi, mnajiona kama vile nyinyi ni miungu watu. Kwa mfano juzi nimeona klipu, Mama Samia anamsimamisha mtoto wake Wanu. Anasema hebu simama wakuone. Akasimama. Akasema geukia na upande mwingine wakuone. Alafu anasema amefanana na nani? Kweli ndio utawala huo? Huo ndio utawala? Mtu yeyote mwenye akili hawezi kufanya kitu cha namna hiyo. Sasa na watu wakaanza kusema amefanana na, kwani akifanana na mtu kwani kuna nini? Kuna nini cha ziada?
Yaani vitu vingine vinatia kichefuchefu. Kwa nini mnashindwa kujielewa viongozi wetu? Kwa nini mnashindwa kujielewa? Au mmechukua madaraka ili mpate kututabishia na watoto? Si basi kama ni hivyo mweke mashindano ya urembo kama mlivyoweka Miss Tanzania walivyo wembamba. Wekeni na matipwa nayo yapiganie umisi wa matipwa Tanzania. Lakini sio vitu vya kujisifia hivyo. Kiongozi anapaswa kuwa na maadili. Unaposema anafanana na nani ili iweje? Akishafanana na mtu ili iweje? Hata sisi tunafanana na wazazi wetu. Na sisi tulizaliwa na wazazi wetu na tunafanana na wazazi wetu. Lakini hicho sio kitu cha kujisifia. Kwa kiongozi, mpaka nimekumbuka kuna kipindi alipomchagua Polepole kwa balozi, alisema kwamba akajifunze diplomasia. Akakae chini ajifunze diplomasia kabla hajaenda kuwa balozi. Hata yeye anaweza tu akajifunza urais kupitia marais wengine wa nchi mbalimbali, hata waliomtangulia katika nchi yetu. Yaani tunajifunza, mimi siwezi kujivunia mtu anayekufa. Mimi nina watoto, siwezi kumjivunia mtoto wangu. Nimjivunie mtoto wangu anayekufa? Siwezi hata kidogo. Hakuna cha kujivunia hapo. Mtu unapochukua utawala, hakikisha unakuwa ni mtawala wa watu, unawatawala watu. Uwe na hekima, uwe na maarifa, uwe na busara katika kuongea. Sio na kama mnaongea vitu vya ajabu tu. Kwamba simama wakuone. Anamfanana nani? Akisha mfanana nani ili iweje? Ili iweje? Hapana, sisi vitu kama hivi hatuvipendi. Tunataka mtu akichukua nafasi ya kutawala, atawale kile kitu ambacho amegombea kwacho. Na sio kutuletea vituko tu, hapana. Hivyo hapana. Naomba viongozi wetu mjirekebishe. Mkijirekebisha tutawapenda tu. Kwa nini tusiwapende? Kwa sababu Watanzania hawana hulka ya chuki. Hapana, hatuna hulka ya chuki, wala mtu hawezi kuja kutusukuma kwamba tuweze kuiharibu nchi yetu. Hatuwezi kukubali kirahisi. Lakini sasa unapoona kabisa uongozi uliopo unafanya vituko, hatupendi. Mtuheshimu kama tunavyowaheshimu. Tuheshimiane tu. Mtu kwa rais haina maana kwamba umezidi watu wote, hapana. Kumbuka wewe ni mtawala ambaye umepewa nafasi ya kuwaongoza watu. Lazima uwe na hekima, busara, maarifa ya namna ya kuongoza watu na namna ya kuzungumza na watu. Ukijua namna ya kuzungumza na watu, hakuna atakayekuchukia, hakuna atakayekuchukia. Tutakuheshimu tu. Lakini ukileta vituko, tutakudharau. Tena tutakudharau kweli kweli. Hatuwezi kutolerate upumbavu, hatuwezi. Kwamba angalieni, geuka huko. Angalia amefanana na nani? Unakuja kutuambia sisi amefanana na nani ili iweje? Ili iweje? Hiyo sio namna ya kutawala. Mfike mahali muwe na heshima kwa watu mnaowatawala. Muwe na adabu kwa watu mnaowatawala. Muwe na busara, muwe na hekima, muwe na maarifa katika utawala. Jifunzeni tu kwa watu mbalimbali. Angela Merkel alikuwa ni mwanamke, alitawala Ujerumani, lakini tuliweza kuona walimheshimu kiongozi wao. Nasi tunatamani kumheshimu kiongozi wetu, lakini sasa anapoleta vitu ambavyo havina heshima, astarajie. Neno la Mungu linasema heshima haimpasi mpumbavu. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Nilizaliwa nikakuta Biblia ipo, na hilo neno liko kwenye Biblia. Heshima haimpasi mpumbavu. Kwa hiyo hatuwezi kuletewa vitu ambavyo sio vya heshima alafu mtu atarajie tuheshimu, hapana. Kwa hiyo mimi nimezungumza hayo machache, na nimependa kushukuru
kwa jinsi ambavyo mmenipambania, mmenipigania. Naamini kwamba hata Rais Samia ananipenda tu kwa sababu mimi nampenda. Unajua, usipopenda kumwambia mtu ukweli, mtu anayekupenda ni yule anayekuambia ukweli, sio anayekusema pembeni. Ukikosea na kusema pembeni. Mimi sipendi kumsema mtu pembeni. Napenda rais wangu awe na heshima, awe na adabu, aheshimike. Na ndio maana unakuta tunaongea kwa sababu kila mtu hawezi kumwona rais akamwambia, lakini hii mitandao inasaidia sana kwa sababu anapokuwa anasikiliza kwenye mitandao, kuna vitu anaokota ndani yake. Anajua hili ni sawa, hili sio sawa. Kwa hiyo anapata kujifunza kwamba kumbe hiki nilisema hakikuwa sawa, hiki hakikuwa sawa, hiki ni sawa, hiki ni sawa. Kwa sababu chochote kilicho sawa ataona kabisa wananchi tunakifurahia. Mimi napenda kuwashukuru wote Watanzania wote